Naitwa Idari Ahmed Sumri, mbunge wa jimbo la Mpanda mjini. Awali ya yote kwa kweli nipongeze tawi la ALAT mkoa wa Katavi kwa kuandaa kikao cha leo. Kikao chetu kilikuwa kizuri, tumetembelea miradi. Mradi ule wa wananchi ambao wanahamishwa kutoka eneo la Luhafwe ambao ni eneo la uwekezaji na kupelekwa kwenye maeneo yao ya makazi ambayo yameandaliwa vizuri, barabara zimechongwa, lakini wanaandaliwa mashamba na viwanja kwa ajili ya ujenzi wa nyumba zao. Lakini pia tumetembelea mradi wa shule ya English Media ambayo wenzetu Tanganyika wana plani kuianza kwenye msimu ujao wa masomo. Nipongeze miradi yote kwa kweli. Tukianzia ule wa wananchi kuwafidia kwa makazi na mashamba, ni mradi mzuri na nafikiri utaenda kuondoa kabisa changamoto iliyokuwepo ya mgogoro kati ya wananchi na halmashauri kwa maana ya serikali. Lakini huu mradi wa English Media nao ni mradi mzuri na tumeona kwa kweli umejengwa vizuri na tunaamini kwamba utatoa matokeo. Na kubwa ni kuwapa fursa wananchi waamue. Yule mwenye uwezo wa kusomesha basi apeleke kwenye eneo la kusomesha, na yule ambaye uwezo wake ni wa chini basi ataendelea kwenye shule za serikali ambazo nazo huduma ziko nyingi, elimu bure kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha 6. Kwa hiyo inampa option mwananchi mwenyewe. Akiona inawezekana anafaa. Lakini kwenye ile eneo la English Media pia kunaongeza ajira. Kwa sababu kuna walimu wataajiriwa, kuna wapishi wataajiriwa, kuna matroni wataajiriwa, kuna walimu wa elimu ya awali wataajiriwa. Kwa hiyo tunaona pia ni fursa kwenye eneo letu hili la mkoa wa Katavi. Kwa hiyo niwapongeze sana halmashauri ya Tanganyika, lakini niendelee kuipongeza ALAT mkoa wa Katavi. Naona tumeanza vizuri na naamini tutaenda vizuri. Mimi kwa majina naitwa Hamadi Mapengo, ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Tanganyika, lakini ndio mwenyekiti wa ALAT tawi la mkoa wa Katavi. Leo tarehe 10 mwezi wa 7 tulikuwa na kikao chetu cha kawaida cha ALAT mkoa wa Katavi ambao kimujibu wa kalenda tulikuwa tunafanyia katika halmashauri ya Tanganyika. Kwenye kikao chetu au ratiba yetu ya leo ilikuwa na mambo makuu mawili. Kwanza tulikuwa na kazi ya kamati ya ALAT mkoa wa Katavi kutembelea miradi, na halmashauri ya Tanganyika kulingana na ufinyu wa ratiba tuliandaa miradi miwili. Kwanza tuliwapeleka wajumbe kutembelea mradi wa uwekezaji ambao tuna mradi wa uwekezaji eneo tenga la uwekezaji eneo la Mnyamasi Galukilo, lakini pia tulikuwa na mradi wa ujenzi wa shule mpya ya English Media hapa makao makuu. Nikianza na mradi wa kwanza, ile eneo ambalo tulienda kulitembelea leo ni eneo ambalo kimsingi si kama halmashauri ya Tanganyika tumeshalitenga miaka mingi iliyopita kama eneo la uwekezaji na lina GN yake. Lakini kwa sababu sasa tulikuwa tujatangaza na kupata uwekezaji kwa muda mrefu, lile eneo limekuwa likivamiwa na wananchi kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo pamoja na mifugo. Sasa tumekuja kujikuta wakati sasa tunalitangaza kwa maana tunawapata wawekezaji, lile eneo tumekuja kujikuta sasa lina wananchi ambao ni wavamizi. Sasa kwa sababu na wale ni wananchi, tuliona itakuwa sio vema kuwaondoa, kuwafukuza. Tukaona ni vema tupitie michoro yetu mipya kwa sababu tuna eneo kubwa la uwekezaji na maeneo ya kilimo. Tukaona tutenge eneo jingine ili sasa wale wananchi tuwaondoe kwenye ile maeneo ya uwekezaji tuwapeleke kwenye eneo jingine. Takribani kwenye lile eneo la Mnyamasi, Western Mnyamasi lina zaidi ya kaya 600 ambazo hizo kaya zote tumeshazibaini, tumeshafanya mikutano kuzungumza nao. Lakini si kama halmashauri ya Tanganyika tukaona sasa hizi kaya kwenye maeneo tulionayo yanatosha. Tukaona sasa ni vyema tuwatengee maeneo mengine ambayo tutawahamishia kwa kuwagawa mashamba kwa kila kaya kuanzia eka 6 mpaka eka 10. Lakini pia katika eneo hilo tukaona sasa pamoja na kwamba tunawahamishia kwenye yale maeneo, lakini pia tutawaandalia hati miliki za yale mashamba wayamiliki kisheria na wawe na haki sasa kwa jambo lolote katika matumizi yote kwa ujumla. Kwa zoezi hilo tumeanza sisi kama halmashauri, kama mlivyoenda na nyinyi waandishi wa habari mmeona, tumeshachonga barabara kwenye maeneo ya makazi ambapo wananchi tunawahamishia. Tumeshapima idadi ya kaya pamoja na maeneo ambayo watajenga nyumba zao za kudumu na mashamba kwa ujumla, na shughuli zinaendelea. Na tayari tumeshaanza kuwapa viwanja vya kujenga baadhi ya wananchi wanaokwenda kwa hiari kwa sasa, pamoja na kuwaonyesha mashamba. Lakini kazi nyingine inaendelea kwenye maeneo yale kama mlivyoona, na mliona mitambo, barabara zinaendelea kutengenezwa za mitaa kwa sababu utakuwa mji mdogo ule.
sisi kama halmashauri ama serikali tunaenda tena kupeleka miundombinu mingine ambayo hata kwenye ile maeneo tunayowaondoa sasa haikuwepo. Kwa mfano lile eneo ambalo tunaondoa la Mnyamasi Western hawakuwa na shule yote ya msingi. Sasa kule kwa mwaka wa fedha kuanzia tarehe 1 juzi mwezi wa 7 tunaanza mikakati ya kujenga shule kwa ajili ya watoto wetu. Lakini tunakwenda kuwachimbia visima vya maji, tunaenda kuwajengea zahanati na miundombinu mingine yote ambayo wanajamii inahitajika kuipeleka sisi kama serikali. Pia tuna zoezi sasa ili kurahisisha hii shughuli, tunawahamisha sisi wenyewe kwa gharama zetu, kwa maana mwananchi anayekuwa yuko tayari sasa katika kipindi hiki tunagharamia sisi wenyewe gharama zote za kumhamishia kumpeleka kwenye yale maeneo au makazi mapya. Nimeona hili nilizungumzie kwa kina kwa sababu tayari ushirikishwaji kuanzia mikutano na mijadala na wananchi wa maeneo haya tumeshafanya zaidi na zaidi kupitia viongozi mbalimbali, mkuu wa wilaya, mkurugenzi, mkuu wa mkoa alikuja katoa tamko katika maeneo yale. Kwa sababu sasa wale ni wananchi, lazima na sisi tuweze kuwahudumia. Maana yake ni kwamba hakuna changamoto yoyote tulionayo kwa sasa zaidi ya kuandalia miundombinu, na tumekubaliana kuanzia mwezi huu wa 7 tuanze ujenzi wa shule katika yale maeneo. Wajumbe wa WALAT mkoa, kwa sababu ni mkoa wa Katavi, lazima wajue kinachoendelea kwenye eneo la uwekezaji na wao waige, kwa sababu ni utekelezaji wa maagizo ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais ameshaagiza kwamba halmashauri zote zenye nafasi zitenge maeneo ya uwekezaji. Kama mlivyoona sisi na maeneo tuliyataja, tuna uwekezaji wakubwa watatu ambao watazalisha mbegu. Tuna Seedland, ni mwekezaji ambaye tumempa eneo pale na ameshalipia. Tuna Hassan, taasisi ya serikali, pamoja na mwekezaji mwingine Meru. Kwa hiyo tunaamini kwa taarifa ambayo mmeisikia leo tuliowasomea na maandalizi walionao ni kwamba mwaka huu wanaanza sasa uzalishaji. Pia kwenye eneo lile tumepewa ushauri mbalimbali kupitia wajumbe, na sisi kama Tanganyika kimsingi tunakwenda sasa kutekeleza ule ushauri ambao tumepewa. Baada ya ule mradi tumekwenda tena kutembelea mradi wa pili kama tulivyokuwa tumepanga kwenye ratiba yetu au tumepangiwa na Tanganyika, kwenda kutembelea sasa shule mpya ya medium, English medium kwa maana ya watoto.